huu wa fedha, halmashauri imeweza kuchangia milioni 744,267 kwa ajili ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ilitoa tangazo la kutoa mikopo mwezi Februari na jumla ya mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 5.7 iliyoombwa na vikundi 256. Lakini baada ya kamati mbalimbali kupitia hivi vikundi, tumeweza kupata mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 89,083,000 kwa ambayo itatolewa kwa vikundi 131. Lakini halmashauri imekuwa ikitoa mikopo kwa mwaka 2017-18 na mwaka 24-25 tumetoa mikopo yenye thamani ya bilioni 2.7. Na mwezi wa kwanza tulitoa mikopo awamu ya kwanza shilingi milioni 803,200 kwa vikundi 83. Mheshimiwa mgeni rasmi, mikakati ambayo idara imejiwekea ni kama ifuatavyo. Kwanza ni kuendelea kutoa elimu ya mikopo ya 10% iwe agenda ya kudumu kwenye mikutano mbalimbali ya vijiji na kata. Lakini vikundi kuendelea kupewa elimu ya ujasiriamali na uanzishaji wa miradi ili kuweka akiba kabla ya kuanza hatua ya kuomba mkopo. Tunaona vikundi vingi vinaanzishwa kwa ajili ya mikopo na kitu ambacho hakitakiwi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tutaendelea kuhamasisha na kuwatia moyo vikundi vilivyosajiliwa ambavyo havijafanikiwa kupata mkopo ili kuanzisha miradi mbalimbali ya uzalishaji ili waweze kujitegemea na kuwa endelevu. Lakini tutaendelea kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara wa mikopo iliyokwisha tolewa ili iweze kurejeshwa na wengine waweze kunufaika na mikopo hiyo. Lakini pia tutaendelea kutafuta mashirika ambayo yapo tayari kufanya kazi na vikundi ili kuvisaidia kuvijengea uwezo. Halmashauri itaendelea kutenga fedha za 10% kwa mujibu wa sheria, kanuni na mwongozo ili kuwawezesha makundi haya muhimu kwa maendeleo ya taifa. Vile vile idara ya maendeleo ya jamii itaendelea kuhamasisha watu, taasisi kufungua milango kwa wadau mbalimbali waweze kufanya kazi na wananchi ili waweze kuondokana na umaskini. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tutaendelea kutoa mikopo kila robo kwa mujibu wa mwongozo. Mwongozo unatutaka tutoe mikopo kila robo. Hata kama ni shilingi milioni 20 iliyopatikana iliyotengwa na kuwekwa kwenye mfuko, tutoe kiasi hicho. Kwa tutaendelea kufanya hivyo. Nishukuru halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya chini ya mkurugenzi wetu Tamimu Kambona na baraza zima la madiwani kwa namna ambavyo waliweza kunialika niweze kuwa mgeni katika siku kuu hii muhimu sana kwa maendeleo ya wilaya yetu ya Chunya. Naishukuru sana halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya. Lakini tume nafasi hii kuipongeza halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya kutimiza takwa la kisheria kuweza kutenga hizi fedha za 10%, na leo hii tunakuja kuzigawa kwa washiriki hawa na wao waweze kunufaika, na kunufaika kwao maana yake uchumi wa Chunya unaenda kukua na kupaa zaidi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa niaba yake katibu tawala huko hapa, tuendelee kuipongeza pia vile vikundi vyote ambavyo vimeweza kukidhi vigezo na leo mmefika hapa kuweza kukabidhiwa hizi fedha ili sasa muweze kwenda kufanya biashara. Mjipigie makofi. Kama ambavyo mmesikia kwenye taarifa, maombi ya vikundi yalikuwa ni mengi ambayo takriban ukijumlisha yamefika bilioni 5.7. Maana yake vikundi ni vingi na uhitaji ni mkubwa. Hivyo sisi tuliopata hivi tujiulize sisi ni wakina nani mpaka tumepata bahati hii kuweza kupata hii mikopo. Tujipige makofi. Niwapongezeni sana kwa kuweza kukidhi hivi vigezo, na leo ninaamini kwamba fedha ambazo mtazipata hizi mtaenda kuzifanyia kazi kwa malengo yaliyokusudiwa. Nimeelezwa hapa kupitia na ofisi ya maendeleo ya jamii kwamba halmashauri mpaka sasa hivi imeshatoa mikopo yenye thamani ya bilioni 2.7. Kati ya fedha hizo bilioni 1.4 zimesharejeshwa na ambazo hazijarejeshwa ni takriban bilioni 1.3.
muone namna ambavyo fedha ambazo ziko nje mikononi mwa watu bado ni fedha nyingi, ambazo zingeweza kuwa zimerejeshwa leo, tungeweza kupata fedha nyingi sisi wenyewe, au vingeweza kuongezeka vikundi vingi zaidi ambavyo vingeweza kupata hii fedha. Hivyo kupitia hadhara hii tuendelea kuwaomba washiriki, cha kwanza waendelee kuzingatia maandiko yote ya miradi ambayo nyinyi mmeandika na mmeyaleta, msimamie miradi ambayo mtaenda kuitekeleza, lakini kubwa zaidi muonyeshe uaminifu katika kufanya biashara, lakini kwenye urejeshaji wa hizi fedha. Ndugu washiriki, leo peke yake tutapokea hundi yenye thamani ya bilioni 1.8 kwa ajili ya kutekeleza miradi yetu, na katika kila kikundi fedha hizi tuzitumie kwa usahihi ili tuendelee kuongeza kipato kwenye familia zetu, kwenye kikundi chetu na kwenye jamii inayotuzunguka. Lakini mmesikia kwenye taarifa yake, baadhi ya maeneo kumekuwa kuna changamoto, na changamoto hizi ni namna ambavyo, cha kwanza, fedha ambazo tunakuwa tunapewa hatuendi kutekeleza yale ambayo yamekusudiwa kwenye fedha hizi. Niwaombe fedha hizi tukazielekeze kulingana na andiko la mradi ili ziweze kuleta tija kwenye vikundi vyetu, lakini ziweze kuleta tija kwenye jamii yetu. Lakini jambo la pili, ameeleza hapa vikundi vingi vichapata hizi fedha wanawaza kugawana na baadaye vikundi vinasambaratika. Niwaombe ndugu zangu, tuzipokee hizi fedha na sisi tukazitekeleze kwa kadri mkataba ambao tutakuwa tumesainishana leo. Vikundi vyetu viendelee kuwa imara, tuendelee kuzalisha na tuendelee kurudisha mikopo ili baadaye waweze kukopa watu wengi zaidi. Watu waaminifu kwenye urejeshaji ni wakina mama, na nikiangalia hapa kwenye ukumbi huu wakina mama ni wengi zaidi. Ninaamini kwa uaminifu mliokuwa nao muendelee kujenga imani hii, muendelee kurejesha hizi fedha kwa uaminifu mkubwa zaidi, ili mtoe fursa kwa kina mama wengine waweze kukopa zaidi, ili wakina mama wengi waweze kunufaika. Na nyinyi mnapoendelea kurejesha kwa uzuri, maana yake mnamzidi kumtia moyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ile nia yake ya dhati ya kuhakikisha hizi fedha zinarudi ili nyinyi mweze kukopesheka inaweza kutimia. Hivyo na yeye kama mwanamama atasema kina mama wenzangu nimeweza kwenda kuwakomboa. Hivyo tusimwangushe mwanamama mwenzetu, lakini tusimwangushe kwenye mikopo hii, lakini pia tusimwangushe kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Mikopo hii yeye anatupatia leo iende kuwa deni kwetu, na sisi twende tukamlipe kwa kumpa kura za kishindo, na wilaya yetu ya Chunya twende tukaongoze kwa kutoa kura nyingi zaidi. Jina naitwa Sala Atibu, natokea wilaya ya Chunya, kata ya Mafyeko. Tumekuja kwa ajili ya kuhitimisha hii sherehe ya mikopo. Kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Rais, tunampa hongera sana kwa ajili ya mikopo hii. Pia Mheshimiwa mbunge ambaye na yeye ametuwezesha mpaka tumefika hapa kwa ajili ya mikopo hii. Yaani kwa mikopo hii ambayo tumepata, naamini kabisa itatutoa hapa tulipo na kutusogeza sehemu nyingine. Hata hiki nilichokipata naamini binafsi itaniletea manufaa. Hasa kwenye familia yangu, tutafanya biashara ndogo ndogo ambazo nitaziendeleza, kuwepo uuzaji wa mchele, nyanya, vitunguu na mboga. Kwa hiyo ile faida nitayoipata naamini kabisa itanipa maslahi kwa ajili ya kusomesha watoto. Watoto ninao na naendelea kuwasomesha, na bado naamini kabisa kupitia mkopo huu watazidi kusonga mbele zaidi. Kwa majina naitwa Baraka Ruben Osneli, nimetoka wilaya ya Chunya. Awali ya yote namshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kutuwezesha mikopo hii, itatusaidia kikubwa sana. Hasa mimi binafsi kiasi nilichopata ni shilingi milioni 1 kwa kikundi, jumla milioni 5 kwa watu watano. Nitafanya vitu vingi, najua kwa hela hii ni ndogo ila ni kiasi kikubwa kwangu. Naamini itanitoa katika maisha mimi binafsi
na kuongeza kipato cha nchi kwa ujumla. Ninaamini kwamba mikopo hii tutairejesha kwa sababu tuna hofu ya Mungu. Vile tumejipanga kwa ajili ya changamoto mbalimbali tutakabiliana nazo ili kurejesha mikopo hii. Kwa majina naitwa Eunice Daudi Msukwa. Mimi nakaa Chunya. Ni mfanyabiashara mdogo. Namshukuru sana rais wangu pamoja na wenyekiti na mabunge wameweza kutusaidia katika mikopo hii. Nimepata milioni 5 ambayo ni watu 5 wale. Katika biashara yangu naamini nitakwenda kujiendeleza na kuweka akiba yangu ambayo nitaiweza kuirejesha kwa wakati. Mimi nauza mchele, maharage, dagaa, karanga.